Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki amesema serikali haina ushindani wowote na kanisa Katoliki katika harakati za kuwahudumia Wakenya hasa katika sekta za elimu, afya na ustawi wa kijamii. Kindiki alisema wajibu mkuu wa serikali yoyote ile ni kuwahudumia wananchi huku asasi nyingine zikitoa mchango wao. Akizungumza wakati wa ibada ya kutoa shukrani katika kanisa la St. Teresa Rigi, Dayosisi ya Meru, Kindiki wakati huo alitoa wito kwa viongozi wa kisiasa kukubali na kutii kanuni elekezi kuhusiana na utoaji wa mchango katika makanisa mbalimbali. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki pamoja na viongozi wengine kutoka kaunti ya Meru walikita kambi katika eneo bunge la Imenti ya Kati kwa ajili ya ibada ya kutoa shukrani katika kanisa la St. Teresa Rigi, Dayosisi ya Meru. Na saa ingine kutoelewana baina yetu viongozi wa siasa na saa zingine viongozi wengine wa kanisa, sio hawa wako hapa wengine. Kindiki alitumia fursa hiyo kuzungumzia suala la viongozi wa kisiasa kutoa michango yao makanisani. Tutashirikiana kujenga makanisa, kusaidiana na makanisa kulingana na vile kanisa linataka. Wale ambao wanasema tuwasaidie, tutawasaidia. Wale wanasema tuwasaidie na tuseme vile tumewasaidia ni sawa. Wale wanataka tusaidiane nayo na tusiseme, pia hiyo tutaheshimu. Na wale hawataki msaada wetu tutaheshimu, kwa sababu hatutaki mabishano na kanisa lolote. Huku akitetea michango hiyo, Kindiki alisema kwamba serikali haina ushindani wowote na makanisa katika kutimiza ahadi zake kwa Wakenya, lakini serikali inaunga mkono miradi mbalimbali inayotekelezwa na makanisa. There is no competition between the church and government. The church plays a complementary role to what the government does. Our objectives are the same. We applaud the Catholic Church because the Catholic Church is one of the churches, one of the denominations that has been in the forefront of supporting the objectives of the social development of our country. Kindiki pia alisema Rais William Ruto amepata fedha kutokana na ziara yake nchini Uchina za kusaidia katika ujenzi wa daraja la Nithi ambalo limechangia ajali nyingi zilizosababisha vifo vya watu wengi. We will now build the Nithi Bridge ndio watu wetu waache kukufa. And we'll do it soon. Mimi mwenyewe ndio nitakuja kuanzisha ujenzi wa hiyo barabara, wa hiyo daraja by the end of the year. Na unajua mimi sio mtu ya kuropokwa. Mimi sio mtu ya kuongea hivyo. Ukisikia hivyo umjue kila kitu iko kwa mtaratara. Mimi mwenyewe ndiye nitakuja kuanzisha ujenzi wa daraja. Kindiki amehakikishia wakazi wa kaunti ya Meru ambao wanaathiriwa na ujambazi kwamba watapata usalama, akiongeza kuwa serikali pamoja na viongozi kutoka eneo hilo wamefanikiwa kupata suluhu ya kudumu kuhusiana na changamoto hiyo. Abdiaziz Hashim, Darubini Wikendi.